warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwata al-iman, tukiwa katika mwendelezo wa mazungumzo yetu, maelezo yetu katika kueleza birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Tulifika katika halaka ya mwisho katika kipengele cha 7, na hivi vipengele cha kwanza, cha pili mpaka hapo tulipofikia ni nini? Pengine mtazamaji unaweza kujiuliza, shekhe anazungumzia nini hapa, au ustadhi anazungumzia nini hapa? Tuzungumzia baadhi ya muktatafat ambazo wamezieleza wanawazuoni katika kufikia malengo ya kuwafanyia wema hao wazazi wawili. Ni nini cha kufanya? Ndio hizi ambazo tunazieleza, wakataja kwa namba kwamba la kwanza ufanye hivi, la pili fanya hivi, la tatu fanya hivi. Inshallah kuanzia namba 1 mpaka hapa tumefika namba 7 leo, na namba 7 pia tushaieleza katika halaka zilizopita, isipokuwa kuna baadhi ya maneno tukamilishe katika hili. Ikhtisas al-um bi mazid min al-birr. Hii namba 7 yasema kwamba umhusishe mama zaidi kwa kumzidishia, kumfanyia wema zaidi, kwa sababu ya kubeba mimba, kwa sababu ya udhaifu wake, kwa sababu amekesha sana na wewe katika maradhi yako, katika siha yako, wakati ndio amejifungua, wakati wa kukunyonyesha ukimpa tabu wa hakadha. Kwa hiyo kuna haja ya kwamba mama uwe naye karibu zaidi, mama umfanyie wema zaidi kuliko baba kwa nisba fulani. Sasa akamalizia hapa baada ya kueleza kwamba amepata tabu kubeba mimba yako, kukuzaa na mwisho kukunyonyesha. Sasa asema pia walbir yakunu bimaana husnu suhba, na wema miongoni mwa wema ni kuwa na husnu suhba, urafiki mwema na nani? Na mzazi wako. Wa bimaana taa wa sila, lakini pia huja kwa maana ya nini? Ya taa na sila. Sila kwa maana ya kuunga ndugu na kuunga familia. Sasa yote hii yaingia katika nini? Maana ya albir. Sasa tunaombwa sisi watoto tufahamu namna gani ya kuishi na wazazi wetu, na namna gani ya kuwa karibu na wazazi, na namna gani ya kutekeleza zile haja zao, mahitaji yao kwa njia iliyokuwa mzuri. Asema tunakwenda kwenye kipengele cha namba 8. Namba 8, shukruhuma, kuwashukuru wazazi wawili. Yani mara kadhaa kwa mara uwe ni mwenye kuwashukuru wazazi wako, na kuwapa shukrani kwa kuwa wamekuzaa katika hali ya kulea na kukuonyesha tabia na kukulea katika mazingira ya dini na kukufahamisha Mungu wako ni nani na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani. Na hutokea saa nyingine mtoto akawa amesoma kwa babake, kuanzia malezi yake alipoanza ameanza kusoma kwa baba, kuanzia alif b mpaka kuingia juzu amma, mpaka kuingia mswahafu na kadhalika. Hiyo ni moja katika kumshukuru mzazi wako kwamba amekusomesha, na hata akikupeleka madrasa pia amekusomesha, kwa sababu yeye ndo aliosema bwana aende madrasa mtoto apelekwe, kama ni shule, kama ni masomo mbalimbali. Kwa hiyo usiache kuwashukuru wazazi wako. Na atuambia hapa alladhi jaa makrunan bishukri llahi wa du'a lahuma, imekuja hii ikiwa sambamba na nini? Na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwaombea wazazi hawa wawili, katika aya inayosema fi surati al-Isra, wakhfidh lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Tukieleza hii aya maana yake ni nini? Asema wakhfidh lahuma janaha dhulli min ar-rahma, yaqulu ta'ala وكن لهما ذليلا رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية ولا تخالفهما فيما أحبا.
Hii ndo maana wanazuoni wanatueleza nini maana wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Asema wakun lahuma dhalilan rahmatan minka, uwe dhalili kwa wao, uwe mnyenyekevu kwa wao, rahmatan minka, kwa huruma yako, na manake uwe ni rahim kwa wao, uwe na huruma na wao. Bihima, kwa wao wawili, tuti'uhuma, hali ya kwamba unawatii, fima amaraka, katika yale wanayokuamrisha, lakini mimma lam yakun lillahi ma'siyah, maadamu hakuna maasiya ya kumuasi Allah tabaraka wa taala, basi unatakiwa uwatii katika lolote lile. Maadamu hakuna kumuasi Allah, yani katika yale watakayokuamrisha, maadamu hakuna la kumkosea Mwenyezi Mungu, basi unawajibika kumsikiliza mamako, unawajibika kumtii mamako katika hilo, na baba vile vile. Wala tukhalifhuma fima ahabba. Hapa sasa kuna nukta muhimu tuizungumze. Asema wala tukhalifhuma, wala usiwa khalifu katika nini? Fima ahabba, katika kile wanachokipenda wao. Hapa itakuja msururu mrefu. Maana yake, iwapo mzazi wako amekuchagulia kitu, au wewe wajua kwamba mama kitu fulani yakipenda, basi na wewe unatakiwa ukipende kwa kukipenda wao kitu kama hicho, maadamu si jambo la kumkosea Mungu. Hiki ni kipengele muhimu sana. Hii qaid ni muhimu. Maadamu si jambo la kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe unatakiwa na wewe ukipende kitu kile, ukifurahie kitu kile. Lakini kama ni la kumkosea Mwenyezi Mungu, basi hutakiwi kuwa nalo hata kwa ukucha. Kwa hiyo hapa nimesema vyaingia vitu vingi ndani. Miongoni mwa hayo, masala mazima ya ndoa. Wewe kijana, pengine umempenda binti, mzazi wako hakumpenda mtoto yule au nini, inapendeza ukawa wewe utafuata mamako katika mapenzi yake, kwamba mwanangu, mimi sikupendelea pale, nenda sehemu nyingine. Basi msikilize mama. Pamoja zaja lugha kwamba kwani mama, wewe ndio utakayemuoa huyu, wewe ndio utakayeishi naye, mimi ndio nitakayeishi naye. Sawa, hatukatai kwamba wewe ndio utaishi naye, wala haishi naye mama yako wala babako, na lakini kama kuna uwezekano wa kubadilisha na kufuata kile anachokipenda mamako, ndio baraka yako, ndio furaha yako, na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuridhisha na wewe, kuona kwamba huyu amesacrifice, ameacha mahaba yake kwa ajili ya kutaka kumridhisha mama yake. Basi bila shaka ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutilia baraka. Bila shaka ndani yake mamako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ile mapenzi ya mama yako na babako, kwamba bana, sisi tunajua umependa pale na umeonelea kuoa pale, lakini sisi kwa sababu ya, na bila shaka sababu ziwe ni gharadh ambazo kwamba dinia, ziwe ni gharadh au ni asbab ambazo kwamba ni za kidini, isiyo tu kwamba yule kwa sababu ambazo kwamba hazieleweki au sababu za kipuzi. La, iwe ni sababu ambazo kwamba zaeleweka za kidini. Mfano, mwanangu pale mimi sikupapenda wale watu hawaswali, mwanangu wale watu ni watu wa uraibu sana, wale watu hatuna uzuri nao, ni watu ambao kwamba fitina, labda ni watu ambao kwamba hawakushika misingi ya dini. Hizo ni asbabu ambazo kwamba zaeleweka. Basi kwa hiyo bila shaka ni muhimu kusikiliza rai ya mzazi katika pale unapokuwa unataka kuoa ama kuolewa. Na ndio maana akasema wala tukhalifhuma fima ahabba, wala usiwa khalifu katika kile wanachokipenda wao. Maana kile ambacho kwamba utaona ni kizuri, mfano nyumba, wameona sehemu fulani usijenge mtoto wetu, kajenge sehemu fulani, pia ni mapenzi ya mzazi, na pima ile mapenzi yake. Kwa nini mama amependa tujenge hapa? Kwa hiyo, lakini pia hapa tutapatiliza kutoa wasia kwa wazazi kwamba tujaribu kujua na kuenda na watoto wetu, kwamba kile unachokipenda na sisi tukawaridhia kwa namna moja au nyingine, ili kuepusha ule usumbufu. Zikaja lugha hizo kwamba kwani mama yuolewa yeye au baba yeye ndo ataka kuoa, si mtoto wake ndio yuoa, mwache mwenye achague.
kuepusha lugha hizo pia ni vizuri, tukakaa na watoto wetu vizuri na tukajua kwamba mwanangu umechagua pale, okay, mimi sikupendelea, lakini kama mwenyewe moyo wako umeridhika pale, basi mimi sina neno, niko na wewe na naridhika na wewe. Lakini sasa kufikia wakati watu wakakatana, mimi siko radhi, mtoto akakimbia nyumbani akaenda kuoa ama kuolewa huko bila radhi za wazazi, watoto wale wakaingia kwenye mitihani na misukosuko. Hili ni jambo ambalo kwamba tunatakiwa kuliangalia kwa jicho la karibu. Inshallah kipindi kinachofuata tutaendelea na nukta hii ili tuikamilishe. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.